Katika utumishi wa umma kuna watu ambao thamani yao haipimwi kwa muda waliokaa kazini pekee, bali kwa moyo wao wa kujitoa, uadilifu wao na alama njema wanaoiacha ndani ya taasisi na katika maisha ya wale wanaowazunguka. Leo shirika la nyumba Zanzibar linamsimulia na kumuaga mmoja wa watumishi wake wa mfano, ndugu Bi Mkubwa Sururu Shabani. Ndugu Bi Mkubwa Sururu Shabani alizaliwa tarehe 5 Disemba mwaka 1965, ambapo tangu mwanzo wa maisha yake alijengwa juu ya misingi ya heshima, nidhamu na uwajibikaji, misingi ambayo ilimlea na kumwandaa kuwa mtumishi wa kuigwa. Safari yake ya utumishi ilianza mwaka 1997 alipojiunga na kamisheni ya ardhi chini ya Wizara ya Ardhi, Maji na Nishati. Baadaye alihamishiwa idara ya nyumba ambako alijitolea kwa dhati, akifanya kazi kwa uaminifu na uvumilivu hadi kuanzishwa kwa shirika la nyumba Zanzibar ZHC mwaka 2014 na kuendelea kulitumikia kwa moyo mmoja hadi kustaafu kwake. Katika utendaji wake, ndugu Bi Mkubwa alijulikana kama mtumishi mwenye nidhamu, mnyenyekevu, mwenye subira na mwenye uwezo mkubwa wa kuishi na watu. Utulivu wake, hekima yake na busara zake vilikuwa mwanga wa wenzake, hususan katika kada ya masjala ambako uaminifu na umakini ni msingi wa mafanikio yake. Baada ya miaka mingi ya kujitoa bila kuchoka, ndugu Bi Mkubwa Sururu Shabani sasa amestaafu rasmi tarehe 5 Disemba mwaka 2025, siku ile ile aliyozaliwa. Ni kustaafu kwa heshima baada ya safari ndefu iliyojaa juhudi, uaminifu na uzalendo wa kweli. Shirika la nyumba Zanzibar linamshukuru kwa dhati ndugu Bi Mkubwa Sururu Shabani kwa mchango wake mkubwa aliyoutoa kwa taasisi na taifa kwa ujumla. Asante kwa kujitoa kwako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa nidhamu yako, asante kwa kuwa taa ya matumaini kwa wengine. Shirika la nyumba Zanzibar tunathamini watumishi wetu.